Ifuatayo ni historia fupi ya marehemu MC Pilipili baada tu ya kutangazwa kwa kifo chake siku ya leo ya tarehe 16 mwezi wa 11 2025. Kwanza kabisa majina yake kamili, MC Pilipili majina yake kamili anaitwa Emmanuel Mathias, lakini jina la umaarufu anaitwa MC Pilipili. Kuzaliwa kwake, amezaliwa mtaa wa Airport Dodoma mjini mnamo tarehe 1 mwezi wa 10 1985 akiwa mtoto wa pili wa Bwana Mathias Matebe na Bi Mariam Matebe. Katika swala zima la elimu, alianza elimu ya shule ya msingi katika shule ya msingi Kiwanja cha Ndege, ambapo alisoma mpaka darasa la 4 na kuhamia shule ya msingi Pagala ambapo alimaliza elimu yake ya msingi mwaka 2000. Baada ya kumaliza darasa la 7, alijiunga shule ya sekondari Dodoma mwaka 2001. Alikuwa na ndoto za kuwa mwandishi wa habari, lakini alipokuwa sekondari ndoto zikabadilika baada ya ndoto ya uchekeshaji kujiinua ndani yake. Tangu hapo alipendelea masuala ya sanaa, hali iliyopelekea kipaji chake cha uchekeshaji kukua na hata kuanza kuwa mshereheshaji yani MC katika matukio mbalimbali kama birthday, send off, harusi pamoja na vipaimara. Na baadaye kutunukiwa cheti cha special talent ama kipaji maalum alipohitimu kidato cha 4. Aliendelea na kazi ya ushereheshaji hata alipofika kuanza masomo ya kidato cha 5 na 6 katika shule ya sekondari Jubilee mkoani huko Dodoma. Baada ya kuhitimu kidato cha 6, alipata nafasi ya kwenda kusomea ualimu katika chuo cha Ekenford kilichopo mkoani Tanga. Mwaka 2009 alihitimu mafunzo yake ya ualimu chuoni na kupangiwa kufanya kazi mkoani Manyara. Mwaka 2013 tarehe 30 ya mwezi wa kwanza, MC Pilipili aliacha rasmi kazi yake ya ualimu na kujishughulisha moja kwa moja na kazi ya uchekeshaji na ushereheshaji, kazi ambayo ilimuingizia kipato kikubwa. MC Pilipili ameweza kufanya kazi ya uchekeshaji na ushereheshaji katika nchi mbalimbali kama Kenya, Rwanda, Uganda pamoja na Afrika Kusini, hali iliyomsaidia kujitangaza ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Na siku ya leo tarehe 16 Novemba 2025, safari yake ya maisha hapa duniani ikafikia mwisho mnamo siku ya leo mchana. MC Pilipili atunaye tena amefariki dunia. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Alifanya mambo mengi, lakini pia alikuwa na ndoto nyingi. MC Pilipili amefanya vitu vingi, lakini pia ukiangalia swala lake zima la ushereheshaji amejikuza na kujiinua kwa kiasi kikubwa sana. Ilifikia hatua MC Pilipili akafungua ofisi yake, akawa anafanya mambo yake makubwa, lakini swala kubwa ambalo kila mmoja alikuwa anajisifia sana kipindi cha uhai wake, MC Pilipili alikuwa ni mtu wa Mungu sana. Mara nyingi sana kabla ya kuanza kazi yake ya ushereheshaji ni lazima amuingize Mwenyezi Mungu, ni lazima amshirikishe Mungu ndipo aendelee na majukumu yake. Lakini pia mara nyingi sana tumekuwa tukiona akitangaza matamasha ya kumsifu Mungu, matamasha ya kusifu na kuabudu, ambapo matamasha hayo watu walikuwa wanajumuika kwa ajili tu ya kufanya ibada mbalimbali. Unaweza kuona ni mambo mengi sana mazuri ambayo MC Pilipili ameweza kuyafanya, lakini pia kifo chake kila mmoja ameshtuka. Watu wengi sana ambao wapo karibu na familia yake wameshangaa kuona imekuwaje, kwa sababu kifo cha ghafla ni kifo ambacho hakuna mtu ambaye kinasababisha ashindwe kuumia, kwa sababu mtu huyo unakuta muda huo umempigia simu, lakini baadaye unakuja kuambiwa hayupo tena. Lazima tu utashtuka, wewe kama mwanafamilia, wewe kama kiongozi, wewe kama mtu wa karibu ambaye unamfahamu MC Pilipili, ni lazima utashtuka. Kitu cha muhimu tufanye nini? Kitu cha muhimu tunatakiwa kuongeza ibada. Kila mmoja aendelee kuongeza ibada, kila muda fanya ibada, ukitembea fanya ibada, ukikaa fanya ibada, ukilala fanya ibada, kwa sababu hakuna mtu ajuaye kesho yake, hakuna mtu ambaye anafahamu ni lini, na yeye pia Mwenyezi Mungu atampenda zaidi na zaidi. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usije ukasahau kusubscribe ili mradi kila habari ambayo itatokea katika msiba huu mzito wa
wa MC Pilipili tuweze kukuletea katika media hii ya Bongo Choice.